majina mimi naitwa Gabriel Mgini Kenene, ndiye mkurugenzi wa shule za mjini, na hii ni shule mojawapo kwamba Mgini English Medium Schools ndio shule ambayo ni shule awali. Tumewaita hapa kwa lengo kwamba tuna shughuli kubwa ambayo inaenda kufanyika katika shule yetu hii, tukio kubwa la kihistoria ambalo linaenda kufanyika, ambalo litafanyika tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2025, Ijumaa ijayo katika shule hii. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kufahamisha umma na vyombo vya habari na wadau wa elimu mbalimbali kuhusiana na hili tukio ambalo linaenda kufanyika hapa shuleni kwetu. Kwa ujumla ni kwamba shule hii ambayo nyie mmeifika leo ni shule ambayo imeanza miaka 25 iliyopita. Hii shule ilianza mwaka 2000 na sasa tuko mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, ni kwamba shule hii ilianzishwa na wazee watatu ambao ni wastaafu. Sasa wale wazee kwa vile walikuwa ni wastaafu, wakaona kwamba waanzishe kamradi ka kuweza kuwasaidia kuendesha maisha yao. Walianzisha ikiwa chekechea, na ilipofika sasa wale watoto wanataka kuanza shule ya msingi, wale wazee kulikuwa na ulazima kwamba unapoanzisha kutoka nasari sasa wanaenda shule ya msingi, inahitaji vitu vingi viongezee, na lazima ujenge majengo na uongeze vitu miundombinu mingine ya kuwezesha hiyo shule. Sasa kilichotokea ni kwamba wale wazee, kwa sababu ni wastaafu, hakuwa na kipato, wakasema kwamba kwa kweli hawataweza kuendelea. Na miongoni mwa wazee hao walikuwa wamejipanga. Msimamizi wa shule ambaye alikuwa kama kiongozi alikuwa anaitwa Joram Mbeba, ambaye yeye alikuwa ni kama mwalimu mkuu, na manager wa shule alikuwa ni Joram Mbeba, na mwalimu mkuu alikuwa anaitwa Sylvester Kenemo, na mwalimu ambaye alikuwa hana cheo yeye alikuwa anaitwa Tungaraza. Sasa wazee walipoona kwamba hawataweza kuendeleza ile shule, miongoni mwa hao wazee mmoja wao alikuwa ni family friend ambaye alikuwa anaitwa Sylvester Kenemo, akanipa hizo taarifa. Na aliponipa hizo taarifa, na huko nyuma nilikuwa na ndoto kwamba siku moja ningeweza kuwa na shule. Nikumbuka kwamba mimi natokea maeneo ya Tarime, na kule Tarime tunaishi, tuko jirani na nchi ya Kenya. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani sana siku moja na mimi niweze kumiliki. Upande wa Kenya wao walianza zamani sana, shule binafsi hizi zilianza zamani sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitembelea maeneo ya jirani na Kenya, nilikuwa napata hamu sana kwamba na mimi nije nikija kuwa mjasiriamali nije niwe na kitu kama hiki. Nilichukua hii shule ilikuwa mwaka 2007 2003. Ilikuwa mwaka 2003.
wakati naanza hii shule ilikuwa na wanafunzi wanafunzi 9. Basi ilipofika mwaka 2006 wanafunzi wakamaliza darasa la 7. Na bahati nzuri ni kwamba wanafunzi wote hao walifaulu kwenda sekondari. Na tukaendelea mwaka uliofuata 2007 wanafunzi wote walifaulu na walienda sekondari. Na kipindi hicho wanafunzi tuliokuwa nao, wanafunzi hao walikuwa wanatoka day, walikuwa wanasoma day. Wanakuja, wanarudi nyumbani. Sasa mimi nilipoichukua nikaanza kuangalia changamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza. Malengo yangu ni kwamba wanafunzi wafanye ufaulu mkubwa na mzuri. Sasa nikaanza kufanya lobbying kwa wazazi, nitakaa nao vikao na walimu kwamba mimi nataka shule hii mwisho wa siku ifanye vizuri, iwe top 10 na iweze kushindana na zile shule ambazo zinafanya vizuri kitaifa. Basi nikaanza kuwashawishi wazazi. Kwa kweli wazazi hawakuwa na mwitikio. Hawakukubaliana na wazo langu. Sasa kwa vile mimi ndoto yangu nilikuwa nakazania kwamba ndoto yangu ije timie ya kufanya vizuri na wanafunzi waweze kupata malezi mazuri na mafundisho ya kutosha, nilikuwa na wanafunzi ambao nilikuwa ninawaendeleza ambao ni kutokana na ndugu zangu na familia, yani kutoka kwenye familia, kwenye ukoo. Kulikuwa na wanafunzi kama 6. Sasa wale wanafunzi kwa kuwa mimi nilikuwa nawasomesha, nikawaambia kwamba sasa nitahamishia shuleni. Sasa wale wanafunzi wale wa familia nikawachukua nikawaleta bweni. Na tena nilikuwa nimeshajenga mabweni, lakini sasa tulikuwa na upinzani kwamba wanaona kwamba kukaa bwenini haiji kwa sababu ilikuwa sio utamaduni. Basi wale wanafunzi wa familia nikawaleta bwenini wakaanza. Na kilichotokea, ndugu waandishi wa habari, ni kwamba wale wanafunzi ambao niliwaleta bwenini, wengine walikuwa na uwezo mdogo, lakini walianza kuonyesha uwezo mkubwa sana. Na wakaanza kuwashinda wale waliokuwa wanatoka nyumbani. Sasa wazazi wakaona kumbe tumechelewa. Sasa wakaanza kubadilika. Na walipoanza kubadilika, wakaanza kuleta mmoja. Mwisho wa siku tukawa hilo zoezi la wanafunzi kukaa boarding likawa limekamilika. Na wanafunzi walipoanza kukaa boarding, kwa kweli mabadiliko ni makubwa sana. Kwa kweli walianza kufanya vizuri, na kuanzia hapo ilipofika mwaka 2011 tulianza kufanya vizuri sana kitaifa. Tumewahi kuwa wa pili kitaifa miaka tofauti. Tumewahi kuwa wa 3 kitaifa, tumewahi kuwa wa 4 kitaifa, tumewahi kuwa wa 6 kitaifa, tumewahi kuwa wa 9 kitaifa. Na tunapokuwa nafasi hizo tumezishika, maana yake huko kiwilaya tulikuwa tunakuwa wa kwanza na tulikuwa tunakuwa wa kwanza kimkoa. Kwa hiyo tumefanya hayo, matokeo yametuweka katika status ambayo ni nzuri, ambayo tulikuwa tumeshika hizo nafasi kitaifa. Kwa hiyo na mwaka 2015 tulifanya vizuri sana. Kwa mfano mwaka huu unanikumbusha kwa sababu katika nafasi ambayo tulishika kitaifa, mwanafunzi wa 3 mpaka wa 8 upande wa wasichana bora kitaifa walitoka hapa. Wanafunzi wa 3 mpaka wa 8 wote wasichana walitoka hapa. Na mwaka 2016 pia kuna mwanafunzi msichana naye alitoka hapa, alishika nafasi ya 4. Hii hapa ni tuzo ya ushindi ambayo tulipewa mwaka 2014 tulifanya vizuri sana na shule yetu ilikuwa ya pili kitaifa. Sasa kipindi hicho aliyekuwa rais wa nchi yetu alikuwa ni Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye
sisi tuliitwa na tuliweza kupewa hii kama ya ushindi. Sasa naweza mkaona shule yetu hii ambavyo imeweza ikishiriki kwenye haya, ikifanya vizuri kwa upande wa taaluma. Lakini sio hiyo tu, mwaka huu ni kwa 2015. Lakini mwaka 2013 pia tulifanya vizuri, na ngao hii tuliweza kupewa, na wenyewe tuliitwa wizarani tukaenda kupewa hii ngao. Na mwaka 2018 pia tulifanya vizuri sana, na ngao hii inaweza kuwathibitisha haya maneno tunayoyazungumza. Sio kwamba tunazungumza maneno tu aidha kupendezesha sherehe, lakini maneno ya uhalisia kwamba tulifanya vizuri, na makombe ndio haya, ndio ushahidi wenyewe unaoonyesha makombe haya. Ndugu waandishi wa habari, unaweza nikaona hata hili hapa ni kombe ambalo lilitolewa, hili ni kombe ambalo lilitolewa na rais. Unaweza mkaliona lilivyo kwanza zito, lakini hata picha ya mwakilishi hii hapa unaweza mkaona picha hapa, kama tunavyozungumza kwamba Mheshimiwa Rais enzi hizo Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kutupa kombe. Unaweza mkaona hilo hapo, na kombe lenyewe ambalo alikabidhi ndio hili hapa, na mtu aliyekabidhiwa hilo kombe huyu hapa, unaweza mkamuona huyu hapa, ndiye aliwakilisha shule, anaitwa Dickson Lange. Ndiye alienda akakabidhiwa hilo. Unaweza mkaona kama jamani tunadanganya, sura ndio hiyo na kombe ndio hilo aliyokabidhiwa ndio hili hapa. Kwa hiyo tunapozungumza mjini kwamba ni shule bora, ni shule bora kweli, hatudanganyi na tunafanya vitu kwa vitendo. Kwa hiyo mzazi, sisi hapa, kama unataka kujua siri ya urembo, njoo mgeni hapo utaikuta. Na mtaratibu wahitimu wao wa darasa la 7 mwaka huu 2025 wanaingia taratibu katika viwanja hivi vya shule ya msingi ya Mugini hapa Magu mkoani Mwanza, idadi yao ikiwa na 32 kwa maana ya 16 wavulana na 16 wasichana ambao wanahitimu mwaka huu 2025. Ni matukio mawili katika viwanja hivi yakiendelea hapa kwa maana ya jubilei ya miaka 25 ya kuanzishwa kwa shule hii ya msingi ya Mugini hapa Magu mkoani Mwanza, lakini pia mahafali hayo ya wanafunzi hawa wa darasa la 7 wakihitimu mwaka huu 2025. Tazama namna ambavyo wanapendeza kulikweli, wakiingia katika viwanja hivi, tayari kwa ajili ya kuanza tukio hili adhimu kulikweli. Ni burudani ya aina yake, kama ambavyo unatazama matukio mbalimbali yakiendelea kuchukuliwa. Tazamaji, ni nzuri kulikweli, wanapendeza kulikweli, wamependeza kulikweli na jezi zao nzuri ambazo zinavutia, ukizitazama vizuri zinavutia kulikweli. Wewe mzazi ambaye uko nyumbani hivi sasa unaendelea kutazama tukio hili, unasubiri nini kumleta mtoto wako katika shule hii ya msingi ya Mugini apate elimu bora, elimu nzuri, lakini pia afurahi maisha kama ambavyo unatazama nyuso za wanafunzi hawa wahitimu wa darasa la 7. Si tu kupendeza kwao, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wana elimu ya juu kulikweli. Ukitazama matokeo yao utafahamu kwamba ni wanafunzi ambao wanasoma kulikweli na wanapata matokeo mazuri. Shule hii imekuwa na mafanikio makubwa kulikweli, si tu katika ngazi ya mkoa lakini pia kitaifa. Kama awali nimekujuza hapa kwamba imewahi kushika nafasi ya pili, nafasi ya kwanza kimkoa, lakini pia nafasi ya pili kitaifa, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 4 kwa wakati huo Daktari Jakaya Kikwete aliweza kuwatunikia zawadi uongozi wa shule hii ya Mugini kwa kushika nafasi hiyo ya pili kitaifa. Si jambo la mchezo na si jambo rahisi, lakini mtazamaji na mzazi ambaye unanitazama hivi sasa, ujue tu ni kwamba uongozi wa shule hii umeimarika kweli chini ya uongozi wake mkurugenzi mkuu mtendaji. Hapa namzungumzia Gabriel
Mugini Kenene ambaye hivi sasa ndiye mkurugenzi mkuu wa taasisi hii na shule hii ya msingi ya Mugini. Mtazamaji na mzazi unanitazama, ni wasaa wako sasa wa kuhamasika kuleta mwanao ili aweze kupata elimu bora kweli, aweze kufurahia, aweze kuenjoy maisha kama ambavyo wenzake hivi sasa wanaenjoy katika shule hii. Nikukumbushe tu kwamba si tu mambo ya darasani yanayofundishwa hapa. Mwanao akifika hapa atapata pia elimu ya kiroho ambayo itamsaidia kufahamu mema na mabaya, hivyo ataweza kuishi vizuri kweli katika dunia hii ya sasa. Mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja kama ambavyo nimekujuza awali, ni kutokea hapa viwanja hivi vya shule ya msingi ya Mugini. Mtazamaji, mwishoni kabisa wa ngoma hii kama ambavyo unatazama ni anatolewa nyoka sasa, kama ambavyo unamtazama nyoka huyo mkubwa kweli, ndiye ambaye hivi sasa anashuhudiwa. Nyoka wa kwanza ameshatolewa tayari, nyoka wa pili naye ametolewa, ni mkubwa size kulinganisha na yule wa kwanza ambaye ni mkubwa kweli. Kama ambavyo unatazama kitu ambacho kinafuata sasa, tazama nyoka yule akielekea walikokuwa watu ni waoga kweli, wakitazama namna ambavyo vijana hawa mashuhuri kweli, mashujaa kweli, wakicheza na nyoka bila kuogopa, bila kuwa na wasiwasi yoyote, pasi kuogopa kwamba pengine anaweza akamzuru, lakini unaona vijana wakiendelea kutoa, wakiendelea kucheza na wakiendelea kuwashika hawa nyoka. Unatazama nyoka ni kana kwamba anataka kumng'ata hivi, lakini pasi na uoga, vijana wakiendelea kuwa mashujaa kweli. Tazama tukio hili la ajabu kweli, kijana huyu anamng'ata nyoka huyu kichwani kama ambavyo unatazama mtazamaji. Ni jambo ambalo la kishujaa kweli, si kila mmoja anaweza kulifanya, lakini kwake limekuwa ni la kawaida kweli. Wameshazoea, ni jamii ya Kisukuma hii ambayo mara zote ngoma zao wanahusisha na nyoka, wakicheza na nyoka. Ni kikundi hiki ambacho kinatokea pale Bujora. Vijana hawa machachali kweli, vijana hawa machachali kweli. Bila shaka naona amepanda katika jukwaa kuhakikisha kwamba jukwaa linatazama kwa ukaribu, linatoa chochote kwa kile ambacho kimefanyika hapa, kupongeza kile ambacho kimeendelea katika uwanja huu. Tazama kijana ambavyo amemvaa nyoka huu katika mwili wake, lakini nyoka anaendelea kujikunja kwa namna, lakini unaona kwamba kwake si lolote, kwake si chochote. Mtu anaendelea kucheza na anamuingiza nyoka huyu katika kaptula yake. Unatazama mtazamaji, ni jambo la kutisha kweli, lakini vijana hawa mashuhuri kweli wanaweza kuyafanya haya. Mtazamaji, ni katika jimbo hili katika wilaya hii ya Magu, mkoani Mwanza, katika shule hii ya Mugini, ndio matukio haya yanatokea. Nyoka hawa kubwa kweli wakiwa hapa uwanjani, vijana hawa wa Bujora wakiendelea kucheza nao. Hapa mpaka kesho. Wanaotaka kupiga nao picha watapiga nao picha. Hao nyoka wako hapa mpaka kesho. Nitoe shukrani za dhati kwa kutambua umuhimu wa sisi na tumeweza kufika hapa siku hii ya leo, na tunajisikia furaha kuwa sehemu ya tukio hili na kuwa sehemu ya Mugini. Hii sasa imeshakuwa familia kubwa sana. Naamini kuna watimu wengi sana ambao wamepita mahali hapa, na tunashukuru kwa sababu elimu ile tuliyopata hapa ndio msingi wenyewe uliotufanya tukafika kipindi hiki. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, naweza tukusema kwa kifupi tulivyoanza, kama historia ilivyosema kwa kifupi sana. Tulianza na jengo moja, na kwa kipindi hicho tulikuwa na walimu watatu, na nimefurahi pia mmoja wa walimu wao hapa anaitwa Charles Rubani. Tumeona pia, tunashukuru kwa sababu ya tukio hili. Lakini kwa bahati mbaya wale wengine watatu ni walimu, na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu pia azidi kuendelea huko walipo. Kwa kipindi hicho ada ilikuwa ni shilingi 20,000 kwa mwaka. Unaweza mkaona ni kama maajabu sana.
na ilikuwa inafikia tu unarudishwa ufuate ada nyumbani kwa sababu hujalipa ada. Na ilikuwa ni kitu cha kawaida. Unarudi nyumbani, mzazi anakupa shilingi 3000, unarudi unaendelea na maisha. Na kwa kipindi hicho ilikuwa ni thamani kubwa sana. Lakini pia kitu ambacho kilikuwa kinatuulia ugumu kidogo, ilikuwa inaonekana kama ni chekechea kwa kipindi hicho. Yaani inaonekana kama mtaishia chekechea mtaenda kwenye shule zingine. Lakini tunashukuru kwa sababu uwekezaji uliokuja kufanyika ulibadilisha, ilikuwa ni total transformation. Na mpaka tunafika hapa tulipo. Mheshimiwa rasmi, natamani niongee sana lakini kwa sababu ya muda ningependa tu sasa kwa idhini yako niweze tuwatambue wanafunzi ambao tulikuwa nao. Kuna wanafunzi ambao tulijoin miaka 3 baadaye, ambao tulianza mwaka 2000, kuna wengine walikuja 2001, wengine walikuja mwaka 2002. Lakini pia tunao walimu wetu ambao walitufundisha kwa kipindi hicho ambao walitujoin baadaye pia. Kwa idhini yako ningependa tuwatambue pia. Kwa dakika chache tuwapita kwa mbele ili muweze kuwafahamu. Naomba wale wanafunzi wote ambao tulianza, wale wahenga wale wa mjini. Mabinti watatu wote ni wasomi walio wa university na hawajaolewa. Ndugu zangu wa kula, karanke wai kabla yote kazi kwenu. Asante sana. Hawa ndio miongoni mwa wahenga, lakini pia kwa ruhusa yako mgeni rasmi tunaomba pia wale walimu ambao tulikuwa nao mwanzoni. Tumeona walimu tunao walimu watatu hapa. Kuna mwalimu Lipokato Sebemeja. Yes, kuna wanafunzi wengine pia nimeambia wapo pale ambao wala ndugu zetu wale ambao mlifuatia. Naombeni mje na nyinyi mpite hapa mbele. Wote tunaweza mwaka jana wote ni wadogo zetu. Asante sana. Pia nashukuru na walimu wetu ambao wametajwa hapo, wengine ambao mko mwafahamu. Tunao mwalimu Judith Satamba. Huyu ni mwalimu ambaye atufundisha tense. Hapa Kiingereza ndio ilikuwa kimekaa. Lakini pia tunao mwalimu Levocato Sebemeja, anafika pale kwa mwalimu wa hisabati pamoja na masomo ya sayansi. Tunao mwalimu Charles Ruben. Huyu ndio alikuwa anatufundisha kuumba herufi. Nimeona hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa sasa ndio waliotengeneza ile mugini ya mwanzo kabisa. Lakini pia kama alivyosema ilikuwa ni njia sahihi sana ambayo tulipita. Na mpaka leo tumekuja hapa. Pamoja na kwamba ilikuwa ni short notes. Wengi walitamani sana wafike, lakini hawa wachache tuliofika tumewakilisha wenzetu, lakini wenzetu kwa walipo wanatambua umuhimu ambao umewapa na kutambua umuhimu wa tukio ile kuwepo leo. Sasa kwa sababu ya muda, naomba tu mpungie mkono mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa ili waweze kuwaona. Karibuni sana. Naomba tuwapungie mkono. Kwenye kundi tulikuwa tuna wachezaji wazuri sana, tulikuwa na waimbaji wazuri sana. Tulikuwa na vitu vingi tumeviandaa, lakini kwa sababu ya muda tunatamani sasa next time kama itawapendeza shule tuandae kama shughuli yoyote ambayo inaweza isiambatane na mahafali ili watu waje kwa pamoja. Inawezekana kama gala fulani hivi. Basi tukaungana na wenzetu ambao wako tayari kuja. Kitokea kama itakuwa ni taarifa ambayo itakaa kwa muda mrefu kidogo, wengi wanaweza wakashiriki kwenye tukio hilo. Tunatamani sana tufike nyumbani. Hapa ni nyumbani. Sisi hapa ni nyumbani. Kwa uongozi wa shule kama itawapendeza, basi sisi muda wote mkiwa tayari mtukaribishe, sisi tutakuja hapa nyumbani. Mugini oye. Kwa jina naitwa Grace Yusufu, ndio mwanafunzi wa kwanza kusajiliwa katika hii shule.
na nafurahi sana kurudi nyumbani, na nafurahi kupewa heshima niliyopewa kwamba kuna bweni limepewa jina langu. Nashukuru sana. Yaani nafurahi, nakosa hata cha kusema. Nilikuwa naombi lile bweni bado halijakamilika. Linahitaji marekebisho mbalimbali ili liweze kutumika. Naombeni muungane na mimi kuchangia angalau hilo bweni liweze kukamilika, liweze kutumika, liweze kutumiwa na wanafunzi. Na imani mtaniunga mkono. Wewe unaanzaje? Unaweza kupiga simenti ama kesho shingapi chap chap? Chap kibikiza tu. Naidi mifuko miwili ya simenti. Kwa taarifa ya shule. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, walimu, wafanyakazi wote, wahitimu pamoja na wanafunzi. Kwa unyenyekevu mkubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya kusherehekea tukio hili adhimu la jubilii ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa shule yetu. Aidha, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu na kuungana nasi katika maadhimisho haya muhimu. Sherehe hii inafanyika sambamba na mahafali ya darasa la 7 ambao leo wanahitimu elimu yao ya msingi na kuanza safari mpya ya kimasomo na kimaisha. Taarifa kuhusu shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu inajulikana kwa jina la Mgini English Medium Nursery and Primary School. Ni shule ya mchepuo wa Kiingereza inayotoa elimu kwa kufuata mtaala wa elimu ya msingi wa Tanzania, sambamba na matumizi ya lugha ya Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa katika ufundishaji na ujifunzaji. Shule ilianzishwa mwaka 2000 kwa lengo la kukidhi mahitaji ya utoaji wa elimu bora kwa watoto wa eneo hili, wilaya, mkoa, kanda na hata Tanzania kwa ujumla. Kwa sasa shule inahudumia jumla ya wanafunzi 251 ambapo wavulana ni 128 na wasichana 123. Aidha, shule ina jumla ya wafanyakazi 42 wakiwemo walimu 15 wenye sifa na uzoefu wa kufundisha, pamoja na wafanyakazi wasio walimu 27 wanaosaidia katika huduma na uendeshaji wa shule. Muundo wa uongozi. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu inayo muundo thabiti wa uongozi unaolenga kuhakikisha usimamizi bora wa shughuli zote za kitaaluma na kijamii. Muundo huu unahusisha: namba 1, ofisi ya mkurugenzi wa shule.
ikiongozwa na ndugu Gabriel Mgini ambaye pia ndiye mmiliki wa shule. Namba 2, ofisi ya meneja wa shule ikiongozwa na ndugu Dominic Mseti ambaye ndiye mwajiri wa wafanyakazi wote. Namba 3, ofisi ya mwalimu mkuu ikiongozwa na ndugu George Aula anayesimamia shughuli za kitaaluma na nidhamu. Huduma zinazotolewa na shule. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa wanafunzi na wafanyakazi wake wanapata huduma bora zinazowawezesha kujifunza na kufanya kazi katika mazingira rafiki. Miongoni mwa huduma hizo ni pamoja na utoaji wa chakula chenye lishe bora kwa wanafunzi na walimu, jambo linalowawezesha kuwa na afya njema na kuzingatia masomo kwa ufanisi. Aidha, shule yetu inatoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi wanaoishi mbali ili kuhakikisha usalama na urahisi wa kufika shuleni kwa wakati. Vile vile kwa wanafunzi wanaohitaji makazi, shule imeandaa huduma ya malazi yenye usalama na usafi wa kutosha, hali inayowawezesha kujisomea na kuishi kwa amani wakiwa shuleni. Mbali na hayo, tunayo pia huduma ya kwanza kwa maana ya first aid inayotolewa kwa dharura pale inapohitajika. Huduma hii imekuwa msaada mkubwa katika kulinda afya na ustawi wa wanafunzi na wafanyakazi wetu. Kupitia huduma hizi zote, shule yetu imejidhatiti kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata mazingira bora ya kielimu na ya malezi. Miundombinu ya shule. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imeweza kujenga na kuboresha miundombinu kwa kiwango cha kuridhisha ili kuhakikisha utoaji wa elimu bora unaenda sambamba na mazingira mazuri ya kujifunzia. Hadi sasa shule imejivunia kuwa na vyumba vya madarasa 14 kwa ajili ya shule ya msingi na vyumba 2 kwa ajili ya shule ya awali, vyote vikiwa katika hali nzuri na salama kwa ajili ya wanafunzi wetu. Aidha, shule imefanikiwa kujenga nyumba za walimu zinazokidhi takriban kwa 90% ya mahitaji yao. Vile tunapata huduma ya maji kutoka mamlaka ya maji kwa maana ya MWAUSA, sambamba na kisima kirefu cha kudumu kinachotuwezesha kuwa na uhakika wa maji kwa majira yote ya mwaka. Kuhusu nishati, shule yetu imeunganishwa na gridi ya taifa, lakini pia tunayo generator kubwa pamoja na mfumo wa nishati ya jua kwa maana ya solar power, hasa katika mabweni ili kuepusha majanga yanayoweza kusababishwa na hitilafu za umeme. Zaidi ya hayo, shule imeweka vifaa vya kuzima moto kwa maana ya fire extinguisher vya kutosha kwa ajili ya usalama wa wanafunzi, walimu na mali zote za shule. Uwekezaji huu katika miundombinu umekuwa chachu ya kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika mafanikio ya shule yetu kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Taaluma na matokeo ya mitihani. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora na matokeo mazuri ya kitaaluma. Haya tunayoyashuhudia leo ni matunda ya jitihada za pamoja kati ya walimu, wanafunzi, wazazi na wadau mbalimbali. Tangu kuanzishwa kwake, shule imefanya mahafali 20, jambo linalodhihirisha mwendelezo wa mafanikio katika sekta ya elimu. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tumeweza kufanya tukio hili la kihistoria, na nafikiri linaweza likawa ni tukio la kwanza kwa shule za msingi kuweza kuadhimisha jambo hili. Na niseme walichokizungumza maparoko wetu wakati wanaendesha misa takatifu, wamesema neno la Bwana liendelee kutawala katika mazingira haya, kwa maana pamoja na watoto wetu wanaotolewa katika shule hii, manake waendelee kuwa na nafasi ya kumjia Mwenyezi Mungu
ikiwa ni mwanzilishi wa shule pamoja na aliyepo kwa sasa, kwa kuweza kutambua umuhimu wa Mwenyezi Mungu katika kutekeleza majukumu ya hapa duniani. Baada ya kuzungumza hayo, ndugu wageni waalikwa, nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana, lakini niseme tuburudike kwa pamoja na tuendelee kusherehekea mpaka mwisho. Baada ya kuzungumza, mimi niwatakie sherehe njema na tuendelee kwa pamoja. Asanteni sana. Ninayo furaha sana kwa siku ya leo. Nataka niwaambie kitu kimoja. Katika mafanikio tunao maadui watatu. Nayo hayo maadui wamenigusa. Maadui watatu wanaotesa dunia. Ya kwanza, elimu. Ukipata elimu unakuwa adui. Akili na wewe unakuwa ni tatizo. Kuna watu wanapata elimu ni tatizo, wanakuwa tatizo kwa wengine. Lakini pia nao ni tatizo. Maana kwamba hawaitumii elimu vizuri. Lakini pia na wale wanaowazunguka wanakuwa wanawachukia bila sababu. Na ukiwa msomi katika familia ni tatizo. Unachukiwa na kila mtu bila sababu. Mjue hivyo ndivyo ilivyo, ndivyo Mungu alivyotuumba katika dunia hii. Adui namba 2 ni cheo. Ukipata cheo huwezi kupendwa. Utachukiwa na wanaokuzunguka. Lakini pia na wewe kuna wengine ukipata cheo ni tatizo. Cheo ni tatizo katika jamii, katika familia. Familia nyingi zinaparaganyika kwa sababu ya cheo. Mzazi mmoja akipata cheo ni tatizo kwa mwingine. Kingine ni fedha. Tatizo la 3. Na hayo na mimi ni mhanga wa vyote hivyo. Ukipata pesa ni tatizo. Sisi ambao tumefanikiwa kidogo tumeitwa majina ya kila aina. Mara Freemason. Yote haya yako duniani. Kwa hiyo ndugu zangu, ni nawaeleza wale wanafunzi wa kwanza wale mliokuwa tumesimama na nyie hapa. Hayo mambo mtakutana nayo katika safari yenu ya maisha. Msikate tamaa. Msonge mbele. Hayo ni maadui yako duniani, yataendelea kuwa duniani mpaka tutakapokoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ya muda nilikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini niseme leo tumefungua, shule ya Mgini imefungua ukurasa mpya. Tunapomakamilisha safari hii ya miaka 25, tunafungua tena safari nyingine ya miaka 25. Inawezekana miaka 25 ijayo wengine tutakuwa tumelala. Lakini tunaitakia heri nyingi shule ya Mgini katika haya yafuatayo. Kwanza, miaka 25 tunategemea shule ya Mgini iwe na chuo. Iwe na chuo. Chuo ambacho sasa wanafunzi watakao kuwa wanasoma hapa wanamaliza elimu ya msingi, sekondari tunayo, na wakitoka sekondari waende chuoni. Miaka 25 ijayo
tunategemea kuona mgini yenye watu ambao wamezungumza hapa wenye mafanikio. Tumeona hapa vijana ambao wamekuja hapa wametaja kwamba wamepata mafanikio kupitia shule hii. Tunaamini kwamba miaka 25 ijayo tutakuwa na kundi kubwa la mafanikio katika kutokana na shule hii. Lakini mimi ambaye nimesimama hapa naomba vitu viwili. Cha kwanza, naombeni mkawe wazalendo katika nchi yetu ya Tanzania. Tuipende nchi yetu katika njia ziwapasazo. Nimefurahi sana kuona watoto wazuri hapa, mabinti wa kike kwa wa kiume waliosoma kwenye shule hii ya Mugini. Watoto hao ni mfano mzuri, wamelelewa. Wangekuwa wametoka Mugini wakaamua kuingia mtaani, tungehesabu tuna machokora kadhaa, tuna wavuta bangi kadhaa, tuna mashoga kadhaa, sijui wadadapoa kadhaa, lakini wazazi wamechukua nafasi zao, wametake responsibility, wameendelea kusimama na hawa watoto. Ndio maana tunasema tuna madaktari, tuna manesi, tuna walimu. Kwa hiyo wazazi tusichoke kulea. Ukiona mtoto wako ana watu ambao hawaeleweki, mkanye. Simu hizi, hujui mtoto wako anaposti nini. Taifa lisije kuwa ni taifa la watu wa hovyo. Mungu wetu ametupatia Tanzania yenye amani. Wilaya yetu ya Magu ina amani. Yaani wapo ukikaa uwe na amani tele. Kwa sababu wana Magu ni watu ambao wanaelewa. Wilaya yetu ina amani, Tanzania yetu ina amani. Sasa ukiona mtu anayetaka kuvuruga amani ya eneo lako na Magu yako kwa ujumla, mwambie nenda nyuma shetani. Unaambia nenda nyuma nani? Kwa sababu shetani ndo apendi watu wakae na amani. Hivi tungekuwa hapa sasa hivi tuna shida, ningepaka hizi poda nikapendeza. Huu uwanja ningepaka ukaonekana. Kwa sababu amani ipo, ndio maana nakaa napaka lipstick kwa wakati, napiga pasi na vani napendeza. Kwa sababu tuna nini? Tuna amani. Ninasuka nywele nakaa saluni masaa mawili nasuka napendeza. Kwa sababu tuna nini? Tuna amani. Wenzetu wanatamani wawe kama sisi. Wanatamani watoke wavae nguo wapendeze, lakini hawawezi. Kutwa kucha wanakimbizana na vifurushi. Wakikati, huku shida, kila mahali shida. Lakini amani iliyotengenezwa na wasisi wetu, sisi tunaendelea katika generation hii tusiharibu. Tuendelee kuimaintain kwa kumuomba Mungu na kuchukua wajibu wetu kama wazazi, kuendelea kulea taifa ambalo litakuwa ni taifa linaloeleweka. Pendekeza na kutoa sifa na ana dalili za kuanza kuomba kula hapa. Lakini amesema Mheshimiwa mkuu wa wilaya hayo mafanikio. Nimesema mimi, amesema mkuu wa wilaya. Mmesikia? Dr. Samia amefanya kazi kubwa kwenye sekta zote ambazo mimi sitaki kurudia, amesema mkuu wa wilaya. Wito wangu na mimi sitaki kuomba kula, lakini sote tunatambua nchi yetu iko kwenye mfumo wa vyama vingi. Na tumekuwa na utaratibu kila baada ya miaka mitano tunapiga kura kuchagua viongozi wengine. Kuna nchi zetu jirani wenyewe wanafanya baada ya miaka mitano, wengine miaka minne. Marekani nafikiri wanachagua baada ya miaka minne. Sisi Tanzania tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka mingapi? Mitano. Na sio kwamba tunaanza hii 2025. 2020 kulikuwa na uchaguzi. 2015 kulikuwa na uchaguzi, si ndio? Na sasa ni 2025. Kikatiba yetu ni mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sio takwa la Chama cha Mapinduzi, ni takwa la katiba yetu ya Tanzania. Kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi. Hivyo ni waombe, kuna watu wanaosema mwaka huu hatutaki kushiriki uchaguzi. Hayo ni mambo yetu, ni mambo yao. Lakini ukweli ni kwamba nchi yetu iko kwenye utaratibu wa kufanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano.
Niwaombe ndugu zangu, kama ambavyo Mheshimiwa DC amesema, ifikapo tarehe 29 kila mmoja ahakikishe ananyanyuka kwenda kupiga kura, na vituo vitafunguliwa tangia saa 12. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujua kwamba tukio la uchaguzi sio ni takwa la kikatiba wala sio takwa la hiari. Kwa hiyo ni wajibu wetu kupiga kura mwaka huu 2025 Oktoba 29. Ndugu mgeni rasmi, mimi wanasema wanasiasa huwa ni waongeaji sana. Ukimwachia nafasi anaweza akaongea sana. Lakini naomba niwaambie, sisi wanasiasa kazi yetu ni kuongea. Sababu siasa haina mambo mengine tofauti na kuongea. Baada ya kusema hayo, nishukuru sana na nirudie kusema asante sana, lakini kipekee niwapongeze sana wahitimu wetu. Wahitimu, leo ni siku yenu njema sana. Leo mnahitimu, niwaombe ile elimu mlioipata mkaitumie, na huu ni mwanzo. Ni mwanzo. Leo mnatoka daraja hili kwenda daraja hili, lakini niwapongeze sana wazazi, mmefanya kazi kubwa. Ukiona watoto wamefikia hatua hii, basi ni ushirikiano wa wazazi kuleta watoto wao ili wapate elimu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Amina na asanteni sana.